Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya nafasi ambayo ametupatia kuwepo kwetu katika mkutano hii. Ni baraka kubwa, na mimi binafsi nimebarikiwa kuwa hapa, kama ambavyo na nyinyi pia mmebarikiwa kuwa katika mikutano hii. Nimshukuru sana kiongozi wetu wa idara hii ya huduma za watoto Union kunipatia nafasi ya kushika mikutano hii. Bwana akubariki sana. Kipindi changu kilikuwa mchana, lakini basi nimekibahatisha kukipata masaa haya. Kwa majina naitwa Mchungaji Athanas January Sikuma, mwazini katika jimbo hili la Sede, na kwa sababu hiyo ninajua katibu amepita hapa kuwakaribisha Sede, lakini pia mwenyekiti alipita hapa kuwakaribisha, na mimi nawakaribisha Sede. Ndugu sana, jamani, karibuni sana Sede. Kabla hatujasonga mbele, niwaalike na nikualike mahali ulipo ufunge macho ili tuweze kufunga macho, tuweze kuomba. Baba yetu na Mungu wetu mtakatifu wa mbinguni, tunakushukuru kutupatia fursa tena ya kurejea baada ya mapumziko mafupi. Wengine bado wanapumzika kule nje, wakumbushe tu kwamba dakika za mapumziko zimeisha, ili tuungane pamoja katika maelekezo ambayo tumepanga tuyapate katika sekta hizi tunazoendelea nazo. Mkono wako ukawe pamoja nasi, na Roho Mtakatifu akawe kiongozi wetu. Tunaomba katika jina la Yesu aliye Bwana Mwokozi wetu, amina. Karibuni sana katika kipindi hiki. Ninatambua ya kwamba sote tulioko hapa ni walimu wa watoto kutoka katika maeneo mbalimbali katika milioni hii ya kusini wa Tanzania, na bila shaka tumejiandaa kuolewa vizuri kwa ajili ya kufanya jukumu ambalo tumepewa kulifanya ndani ya kanisa la Mungu. Tumeitwa kutumika ndani ya kanisa la Mungu, na Mungu ametuita kuja na talanta zetu, kuja na vipaji vyetu, kuja na karama za Roho, kuja na mali, pesa na vitu mbalimbali, ili tuvitumie kuweza kutoa huduma ndani ya kanisa lake na hata nje ya kanisa, na hivyo kuendeleza ufalme wa Mungu. Sasa sisi ni walimu wa watoto. Tumeitwa kushughulika na watoto, na kazi ya kushughulika na watoto kama tulivyoitwa kwayo ni kazi ya kujitolea, kazi ya kujitolea, na sio kitega uchumi. Kuna wakati unaweza kushawishika kufanya kazi ya kuhudumia watoto kama kitega uchumi. Na Mungu ametuita kuwasaidia kutoa huduma kwa watoto ndani ya makanisa yetu, sio kama kitega uchumi, lakini kujitolea kuhakikisha kwamba watoto wanakuwa katika maadili mema. Mungu ametuita kwa ajili ya kusudi hili. Kama unanielewa, tuka mkono pamoja nao. Bwana akubariki sana. Kwamba tumeitwa kujitolea. Ukifanya kazi ya kuhudumia watoto kama kitega uchumi, kuna hatari ya kukosa baraka ambazo Bwana alikusudia kupatie kwa kukuita katika jukumu ambalo amekuita kuweza kulitekeleza. Lipo jaribu na kufanya hivyo wakati fulani, lakini wote mlioko hapa hilo jaribu mmelishinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana mmekuja hapa kutoka huko mbali kuja hapa, kwa sababu mmeshinda jaribu hilo. Sasa
kukufanya wewe mwalimu wa watoto usiingie kwenye jaribu la kufanya walimu au huduma kwa watoto kama kitega uchumi. Kwa hiyo niko hapa ili nikusaidie. Mada zote tutakazotoka katika mkutano hii ni za kukusaidia wewe uepuke jaribu la kufanya huduma ya watoto kama kitega uchumi. Maana yake ni kwamba nataka kukuelekeza katika njia ambayo itakufanya wakati huu unakuja kanisani kuwahudumia watoto, unakuja kuwahudumia kwa kujitolea, lakini sio kuwahudumia kama njia ya kuipatia kibali. Kwa hivyo nitatoa mada kadhaa kwa kadri ambavyo ratiba zitaruhusu kukusaidia katika hilo ambalo nimesema, ili kukufanya wewe uwe na kipato cha kutosha. Unapokuja kuwahudumia watoto, unakuja kutoa huduma, unakuja na sadaka, unakuja na zaka, mwalimu wa watoto. Maana daktari ametuambia kwamba watoto wanajifunza kwa kutazama, wanaiga. Kwa hiyo kama mwalimu hawezi kuja na zaka kanisani, hawezi kuja na sadaka kanisani, mwalimu hana hela, watoto wanaotenda vitakuwa tabu, wanaweza wakapitia kero. Kwa hivyo hiyo ni kusudi mojawapo la mawasilisho nitakayotoa katika semina hizi. Uwe na kipato cha kutosha ili uje kanisani kutoa huduma kwa watoto. Kusudi la pili ni kukufanya wewe kuwa kielelezo kwa watoto unaowafundisha. Maana watoto wanaiga. Sasa ni kufanya kuwa kielelezo kwa watoto unaohudumiwa, sababu mtoto akihudumiwa na ombaomba hapa Dar es Salaam Ibida mitaani na kwa kina mama wanaonekana vitoto vile. Kazi ya kina mama wale ni kujifundisha mtoto kuombaomba. Na sasa nyinyi mwalimu wa watoto, ni vizuri watoto walioko chini yenu mnaohudumia msiwafundishe kuwa ombaomba kama wale kina mama wale wale. Lakini mwafundishe watoto kwa watakapotazama nyinyi, watoto wajifunze namna ambavyo wao wenyewe pia wanaweza kujishughulisha na kuwa na kipato cha kutosha, badala ya kuwa ombaomba kama watoto wawili akina mama pale barabarani. Wao watoto ambao watakuwa wanaweza kujitegemea kama nyinyi pia walimu mnaweza kujitegemea. Kwa hivyo hatutegemei mwalimu awe ombaomba, lakini tunategemea mwalimu wa watoto awe na hela ya kutosha, awe na kipato cha kutosha, ili watoto wanapomtazama wanatamani kuwa kama mwalimu, kuwa kama mwalimu. Kwa hiyo tutaangalia hiyo itakuwa ni kusudi la pili. Sasa maisha yetu kama wanadamu yamejengwa juu ya misingi ya uwajibikaji tangu wanadamu walipoumbwa. Amekuwa maisha yetu yamejengwa katika misingi ya uwajibikaji. Tunawajibika kwa Mungu, lakini tunawajibika pia kwa nafsi zetu, tunawajibika kwa familia zetu, lakini pia tunawajibika kwa jamii nzima inayotuzunguka. Kwa hivyo ili tuweze kutimiza jukumu vizuri na wajibu ambao tunawajibika kwao, basi tunapaswa kuwa na kipato cha kutosha. Kwa hivyo kipato ndiyo nyenzo muhimu inayoweza kuwezesha mtu kuweza kutimiza wajibu huo alionao kwa staha, lakini pia kwa uaminifu. Wakati mwingine kama huna kipato, uaminifu unaweza ukapungua katika kutimiza majukumu yako. Tutashawishi kufanya vitu vingine, maana huna hela. Kwa hiyo tunashawishi kufanya uaminifu unakosekana, itabidi upige njia nyingine ili uweze kujipatia chakula. Maandiko matakatifu na hata waandishi mbalimbali, watafiti za kijamii zinakubaliana kabisa ya kwamba kazi inayozalisha kipato halali ndiyo inayompa mtu heshima na kumlinda dhidi ya utumwa wa utegemezi.
Wengine wameita kipato. Sasa utagundua kwamba nimeanza mada inayosema kipato au mapato. Kwa hiyo wengine wametaja kipato kama injini ya maisha. Nasema kipato ni injini ya maisha. Kama kipato maisha ni kama mabaya. Lakini kwa sababu kila hatua ya maendeleo tunayoipiga, kila kazi tunayofanya, kuanzia chakula cha pale mezani hadi uwekezaji mkubwa wa rasilimali, inategemea uwezo wetu wa kuzalisha na kusimamia mapato tunayoyapata katika shughuli zetu. Uwezo wa kuzalisha kwa mdogo, uwezo wa kusimamia kwa mdogo, mambo yatakuwa mabaya, hayawezi kwenda vizuri. Kwa hiyo kipato kinatupatia sauti, kinapatia sauti katika meza ya maendeleo, na inatupatia ufunguo wa kufungua milango ya fursa ambazo tusingeweza kuzifikia tukiwa kwa mtu. Hata mafanikio ya kazi ya Mungu yanahitaji kipato. Ndio maana Biblia inaandika mahali fulani katika Kumbukumbu la Torati 16:16, Mungu akiongea na kiongozi wa Waisraeli wakati ule akasema, wasitokee mikono mitupu mbele za Bwana. Jamani, kama tuko pamoja, punga mkono pamoja nami. Bwana awabariki sana. Sasa tuangalie tunapozungumza pato, maana yake ni nini? Pato ni kiasi cha fedha au thamani yoyote inayopatikana baada ya kufanya kazi, kwa kutoa huduma, kuuza bidhaa au kuwekeza nguvu na akili. Kile unachokipata ndio unachokipata. Umelipwa kwa sababu umetoa huduma, kwa sababu umefanya kazi, na kwa sababu umewekeza nguvu na akili yako, ndio unapata kinachoitwa kipato. Tunaweza kuwa na maana nyingi, wanasiasa wanaweza kuwa na maana yao, watu wa kodi wanaweza kuwa na maana yao, lakini basi hii ni maana ambayo ni nyepesi na ambayo inagusa kipengele cha tunapozungumza juu ya habari ya fedha binafsi au personal finance. Sasa kuna umuhimu wa kuwa na pato. Ninataka kusema mambo matano hivi, umuhimu wa kuwa na mapato. Kwa nini tunazungumza juu ya habari ya kuwa na kitu mfukoni, kuwa na mapato? Moja ni kukidhi mahitaji ya msingi. Hiyo ni namba moja. Kwamba na hiyo sababu ya kwanza kabisa na ya muhimu zaidi. Ili binadamu aishi, anahitaji kula, mavazi, anahitaji malazi pia, nyumba. Kwa hiyo kipato kinakuwezesha kupata huduma hizi bila kutegemea hisani ya watu wengine, jambo ambalo linajenga uhuru wa binafsi. Kwa hiyo kipato kinatusaidia kukidhi mahitaji ya msingi. Jambo la pili, kipato kinatusaidia kwenye mambo ya dharura. Mambo ya dharura, maisha hayakosi changamoto, tena changamoto ambazo hata hazitarajiwi. Unaugua ghafla, matatizo ya tabia yanakuja, ajali inatokea. Haya ni mambo ambayo kwa mwanadamu hatuwezi kuyakwepa, yanatokea. Na haya ili yakabili lazima uwe na kipato. Kwa hiyo ni kwa ajili ya usalama, lakini pia na dharura zinapotokea. Kipato kinatusaidia. Moja ya dalili zinazoonyesha kwamba wewe una changamoto ya kifedha ni pale unapokutana na changamoto alafu unaenda kukopa. Yaani kila changamoto ikikuja lazima ukakope, ndipo utatue changamoto. Sio ukitokea ukakope nauli usafiri kwenda kwenye simu. Wewe una changamoto ya fedha. Yaani una tatizo la kifedha. Hii nimesema ni moja, hata kuzungumza hiyo huko mbele, lakini ni moja ya dalili zinazoonyesha kwamba huyu mtu ana changamoto za kifedha. Yaani jambo likitokea tu hauwezi kuikabili mpaka ukakopa. Hiyo ni mbaya sana. Hiyo ni mbaya, na niko hapa kuondoa hilo kichwani kwako ili uwe na hela za kutosha kukabili dharura zinapokuja. Kwa hiyo kuwa na akiba leo tunaweka kipato chako kunapunguza msongo wa mawazo wakati majanga yanapotokea. Msongo wa mawazo wakati majanga yanapotokea. Lakini umuhimu wa pato na kitu cha tatu ni uwekezaji na maendeleo ya baadaye. Tunajua
kipato unaweza kusomesha watoto, najua wewe tunasomesha, unaweza kujiendeleza, lakini unaweza kuwekeza katika miradi mbalimbali na unaweza kujiandaa kwa ajili ya uzee ili uweze kuishi kwa staha, na hata baada ya kwamba nguvu zimeisha uweze kwenda ofisini. Hata kama ulikuwa seremala unajitegemea, hutasukuma tena lada, haiwezekani. Kwa hiyo uwekezaji kwa ajili ya maisha ya uzee hayamhitaji yule aliyeko ofisini anayefanya kazi. Hata wewe unajishughulisha na shughuli zao, wakati utaingia hata shambani kulima, inabidi ukae tu. Sasa kama kuwekeza utaishi, lazima uwekeze. Kwa hiyo pato linatuwezesha kuwekeza kwa ajili ya maendeleo ya baadaye, kwa ajili ya maisha ya uzee. Lakini pato, jambo la nne, linatupatia uhuru wa kufanya maamuzi. Mtu mwenye kipato ana uwezo mkubwa wa kufanya maamuzi juu ya maisha yake, na hii inajumuisha uwezo wa kuchagua sehemu ya kuishi, aina ya huduma za afya anazotaka. Atachagua mimi bwana nitibiwe hapa. Hiyo na wakati unalazima utibiwe tu mahali fulani kwa sababu una hela. Na hata huo ugonjwa unaotibiwa hapo kwa hospitali hawezi kutibu huo ugonjwa. Sasa una hela, unapewa pala au unatoka baba. Pima vipimo vya uhakika. Huna uhuru wa kuchagua maana huna hela. Unalazimika kukabili au kuingia kwa chochote kinachokuja mbele yako. Kwa hiyo fedha inatupa sauti na nguvu ya kudhibiti mwelekeo wa maisha yako. Kwamba mimi maisha yangu itaenda hivi. Fedha uko nayo, pato uko nayo, unachagua kuishi. Usipokuwa na pato, watu watakuchagulia kuishi. Na mtu mwenye hela anafanya huko, unasema sasa tufanyaje? Maana wewe unasupport. Hata kama kupanga ratiba ya kuelekea kushoto, mwenye hela ambaye anakusaidia kusema twende kushoto. Hata kama unataka kwenda kulia, unasema huyu ndio ananisaidia. Nisipoenda nayo, mambo yatakuwa mabaya. Kwa hiyo inabidi ukubali kwenda huko anakoelekea. Kwa hiyo maisha yako yanaamuliwa tu na watu wengine. Kwa sababu huna kipato, huwezi kujisimamia mwenyewe. Unaamuliwa na watu wengine. Kwa hiyo ni namba 4 hiyo, umuhimu wa kipato. Lakini namba 5 na mwisho, kujenga nidhamu na heshima. Kujitafutia kipato kunajenga nidhamu ya kazi na usimamizi wa fedha. Nidhamu ya kazi na usimamizi wa fedha. Unapokuwa na kipato, unajifunza kuwa na nidhamu. Nidhamu ya kazi, utacheza huko kwenye kazi unayofanya, lakini pia utasimamia vizuri hizo fedha zako. Kuwa na pato kunakufundisha haya yote. Na katika jamii, mtu anayejituma kuwa na chanzo cha mapato mara nyingi huonekana kama mfano wa kuigwa na kupata heshima. Mtu akiwa na hela, hata kama ni mdogo katika ukoo, msiba umetokea, wanasema tunasubiri kwanza, kuna watu tunawasubiri wanakuja. Kumbe kuna kijana mmoja tu mwenye hela nyingi, hayatokea kwa msiba. Na wasema hatuendelee na taratibu, tusubiri kwanza. Fedha au kipato kinaleta heshima. Unakuwa unaheshimika. Sasa yapo mapato halali na mapato ambayo si halali. Mapato ambayo ni halali, hapa nazungumzia ile habari ya mapato halali na sio halali. Yapo mapato ambayo ni halali, lakini yapo mapato ambayo sio halali. Mapato ambayo ni halali ni yale ambayo yanapatikana kupitia njia ambazo zinakubalika kisheria, kimaadili na kidini. Ni pato ambalo haitokani kwenye na dhuluma, wizi, rushwa, udanganyifu. Maana kama mtu leo jambo rushwa, wizi, udanganyifu, na udanganya kidogo hapa ameshakupendia hela. Kwa hiyo mapato halali ni yale ambayo yanakubalika kisheria, kimaadili na kidini. Sasa yapo mapato ambayo yanakubalika kisheria lakini hayakubaliki kidini. Sisi ni watu wa sababu. Kwa hiyo yapo mapato ambayo kisheria, yaani huko serikalini kienda wanayatambua. Jamani, nafikiri mapato ya aina ambayo yanatambulika na sheria ya nchi, lakini kidini si kama kwa sababu hayakubaliki. Sheria kwa nchi yetu tumbaku ni halali, lakini kwa imani yetu sisi sio halali. Tumbaku, kupata mapato kwa njia ya tumbaku ni halali kisheria, lakini kwa imani yetu sio halali. Jambo lingine, 1
Kukopesha kwa riba. Nasema nilipata pale kukopesha kwa riba na Biblia inasema usiuze nini? Unasema usiuze riba. Haya, hiyo ni homework. Wale hapo wamesema hiyo homework. Haya. Na nilikuwa namsema mzuka. Rafiki. Pombe kisheria unaweza kuuza bia na nini, lakini kwa imani yetu hatupate pale wa mwisho. Michezo ya kamari, na hiyo ndio nitaka pia tusiondoke hapa bila kutambua. Leo kuna michezo mingi ya kamari inayoendelea. Tatu mzuka, wangapi wanacheza tatu mzuka? Punga mkono. Mnataka kufanya mchezo hivi? Watu wanacheza tatu mzuka. Zipo nyingi huko kwenye wanazitangaza kila wakati, lakini basi tatu mzuka imekuwa inafahamika, lakini basi hayo yote yamekemewa kwa habari ya imani yetu. Kamari hatuwezi kushughulika nayo, hatuna muda wa kupita, lakini mambo yote yanaandika mengi juu ya habari ya hizi kamari, bahati nasibu ameandika mengi juu ya habari hizo. Pengine tutapata nyaraka hizi tutaona, kwa sababu muda wetu unakwenda. Niseme tu jambo moja, kamari na bahati nasibu unashinda kwa hasara ya wengine. Yaani wewe unashinda kwa hasara ya wengine. Sasa kitendo cha bahati nasibu, manuscript ya 14 mwaka 1888 hivi. Kitendo cha bahati nasibu cha kuweka dawa au aina mbalimbali za kamari ni njia ya kupata fedha bila kutoa thamani inayolingana. Huo ni mfumo wa unyang'anyi. Faida ya mtu mmoja ni hasara ya mtu mwingine. Yaani unaposhangilia umepata tatu mzuka, kuna wengi walituma. Sasa wewe umekusanyika hizo za watu wengine wote umepewa. Kwa hiyo wewe unapewa kwa hasara ya wengine. Kwa hiyo hili limekemewa na vitabu vyetu vya mwongozo ya kidini. Aina za mapato. Nataka kuzungumza aina za mapato. Zipo aina mbili za mapato. Aina ya kwanza ni kipato tulivu. Wazungu wanaita passive income. Hiki ni kipato tulivu. Hiki ni kipato ambacho hakina kazi, yaani hakimhitaji mhusika kwenda kusimama kuwepo na kujihusisha moja kwa moja katika shughuli inayoingizia kipato. Mapato haya hayajalishi mazingira, hata kama umelala masaa 24 umekaa tu hivi, lakini kuna mahali hela inaingia. Hii inaitwa kipato tulivu. Wanasema ni passive income. Huhusiki moja kwa moja, yaani unaenda mambo mengine huko, hela inaingia tu. Kwani alianzisha mitandao hii ya Tigo, Voda. Hivi unamwona akija huko kutembelea? Yuko amelala na wewe unachati usiku kucha unamuingizia hela. Yeye amelala usingizi, wewe unaingiza hela tu. Wewe unachati mpaka saa ngapi? Mwisho wa mchati saa ngapi? Saa saba. Tena wewe umesema ukweli. Saa saba. Ndio vijana wangu pale wakati fulani kichomoka chumbani na utabado wameshikilia simu. Saa saba usiku wameshikilia simu. Pale unamuingizia hela yule jamaa wa WhatsApp aliyeanzisha mtandao wote. Ila yeye amelala. Kwa hiyo pale anatengeneza kitu kinaitwa passive income. Hayuko kwenye tukio lakini kile. Na hili ni kipato muhimu sana ambacho ndicho kinaweza kufikisha mtu katika vilele vya kifedha. Na aina ya mapato haifungwi na muda wala malengo ya kiafya ya maisha. Hata ugue umelala kitandani, hela inaingia. Nani sema jamani anauma? Kuna watu akiuma hela nayo inakaa. Anasema jamani, si niliugua, nilikuwa nimelala. Nimelala mwezi mzima. Nimeshindwa kupata hela kwa kodi. Tafuta uwezekano wa kuwa na hii inaitwa passive income. Hebu wale tuseme passive income. Kipato tulivu. Hilo ndio hapo.
maisha hata ugue bado mwisho anaweza atalipa nini? Kodi. Lakini kuna wale wanaowekeza, unasikia wamewekeza UTT, wamewekeza kwenye maboni, wamewekeza kwenye shares na uwekezaji mwingine mwingi, yaani hata ugue hela inafanya nini? Inaingia tu haina. Lakini kuna watu wanaandika kitabu kinatembea siku zote, wanapata ile miraha, wanaita miraha, anapata kwa sababu kitabu chake ana hati miliki, anamiliki hicho kitabu. Lakini mapato kutoka kwa biashara ambazo mtu binafsi hashiriki kikamilifu kwa shughuli za kila siku. Watu wanaanzisha biashara zinaendelea tu, hawashiriki kwenye hizo biashara. Kuna watu wengine wanaendelea tu kushughulika na hizo biashara, yeye wala hasikii huko, lakini hela inaingia. Hiyo ni mifano michache ambayo mapato haya yanahitaji juhudi kubwa na muda wa kutosha ili ujijengee haya tunayozungumza. Lakini aina ya pili ni ile tunasema kipato cha jasho. Hebu tuseme kipato cha jasho. Na hii inaitwa active income, kwa Kisukuma wanaita active income. Hebu tuseme active income. Hii ni kipato cha jasho. Hii kipato kinamhitaji mhusika awepo pale hapa. Huko ukibanua biashara inakufa, shughuli hiyo inakufa. Hiki ni kipato kinachohitaji mhusika mmoja kwa moja katika shughuli inayoendeshwa kwa pamoja. Na hii ni pamoja na wale ambao tumeajiriwa, wote tumeajiriwa hapa. Hii inatuhusu. Huwezi kubadilika tu siku tatu umefukuzwa kazi na mshahara. Huwezi kupata mshahara kama umeleta nyumbani kwako bila kuonekana wale kwa kazi, lazima uwe pale. Kwa hivyo unapata pato kutokana na wewe mwenyewe kushiriki moja kwa moja pale. Sasa hili ni pato cha jasho, active income, ya kwamba lazima uwepo. Mara nyingi hakiwezi kupeleka baya, itakuwa na maisha ya kawaida. Hii aina hii, watu waajiriwa hawa wanafanya kazi, lazima wewe hapo umebeba tofali unafanya nini? Uwezi kufika mbali, utakuwa kwa maisha ya kawaida. Hakuna kula, unalala pazuri kidogo, sio sana, pazuri kwa wastani tu hivi. Lakini ya kwanza nilisema ndio inawafundisha watu uchumi. Hili inakufanya ujishirikishi tu hivi maisha ya kawaida. Kwa hiyo kipato hiki kina mipaka, nasema kina mipaka kwa sababu huwezi kuwa sehemu zote kwa wakati mmoja. Kwa hiyo kuna zuio pia la muda, maana kuna masaa huwezi kuwa kazini, inabidi ulale muziki. Kwa hiyo lazima ushiriki ndipo unapata hii pato. Kwa hiyo huwezi kufika katika vilele vya kufanikiwa sana kutegemea hii kipato jasho. Lazima hiyo kipato jasho utoke mahali kigeuze kiwe ni kipato tulivu. Usifanye kipato jasho kila wakati miaka yako yote bila kufikiri kuweka nguvu kwenye kipato tulivu. Kwa unafanya hii kipato jasho, active income, fikiri pia kutoka kwenye active income kuweka kitu ambacho kitakufanya uwe na passive income. Kwa hivyo mwanzo unaweza kuanza huko, lakini mbele ukabadilika kwa maana ya kwamba kama unafanya shughuli kwamba lazima uwepo, baadaye ukaanza kujenga nyumba kutokana na kipato na kupata kidogo kidogo, baadaye unaanza kupokea kodi kule. Kwa hiyo hata usipofanya kazi bila kodi itaingia. Sasa msingi muhimu katika kutengeneza pato, msingi muhimu kwa uzalishaji wa mapato uko katika kuunda na kutoa bidhaa au huduma ambazo zina thamani kwa wengine. Pesa huwa inaelekea kwenye thamani, yaani mahali ambapo kitu cha thamani kimetengenezwa ndio hela zinaelekea huko. Kwa hiyo ukitaka kupata pesa, tengeneza thamani, yaani kitu ambacho wengine watakiona ni cha thamani. Dr. alikuwa anatuambia tengeneza fursa. Yaani tatizo mahali fulani ni fursa kwako wewe kupata hela. Usishangae na tatizo. Yaani tatizo likitokea usishangae. Shangilia kwamba
hiyo tengeneza thamani, kwa sababu kipato kinakuja mahali ambapo thamani imetengenezwa. Kwa hiyo kiwango cha fedha unachokuwa nacho kinaendana na kiwango cha thamani unayoitoa kwa jamii inayokuzunguka. Ukiona watu wanapata shida ya maji, tafuta mkokoteni, nenda mtoni, hata kama maji yanapatikana mbali, yalete, utapata hela. Jamani, tuko pamoja, punga mkono tena kama tuko pamoja, mnanielewa eh? Haya. Kwa hiyo tunapozungumza juu ya thamani ambayo tunasema tunaeleza thamani ni kitu tunachokifanya na wakati huo kinahitajika na wengine ili kutatua matatizo yao. Hiyo ndio inaitwa thamani. Unatengeneza kitu ambacho kinaweza kutatua matatizo ya wengine. Kwa hiyo chochote tunachokifanya ili maisha ya wengine yaende yawe bora, basi tunaitwa thamani. Kwa hiyo hiyo ni muhimu sana. Sasa ipo mifereji ya mapato. Mifereji ya mapato. Nini maana ya mifereji ya mapato? Mifereji ya mapato inamaanisha vyanzo vya mapato. Kwa hivyo ni jumla ya shughuli zote ambazo mtu anazifanya ili fedha ije, ndio inaitwa mifereji ya mapato. Kwa hivyo bahari isiyo na mto wa kuingiza maji ndani yake itakauka siku moja, na ili bahari iendelee kujaa maji lazima mito iwepo inayoingiza maji ndani. Ili uendelee kuwa na fedha lazima uwe na mifereji inayoingiza fedha. Kama huna mifereji usitegemee kupata fedha. Kwa hiyo hapa ni vizuri kuwa na zaidi ya mfereji mmoja. Usitegemee mfereji mmoja kukuingizia mapato. Wataalamu wanasema angalau isipungue minne mifereji ya kuingiza fedha. Kuna saluni, watu wananyoa meno. Kuna pikipiki inakimbia kwa barabara. Kuna bustani mahali fulani, kuna nyanya zinalimwa. Kwa hiyo angalau minne mifereji ya kuingiza mapato isipungue angalau mingapi? Minne. Angalizo, usianze mfereji wa pili kabla huo wa kwanza unasema. Maana unaweza kuanzisha wa pili ukaua wa kwanza. Kwa hiyo kanuni hapa na kitu cha kuangalia kwamba uhakikishe kwamba unapoanza mfereji huu wa kwanza uhakikishe umesimama kabisa, umesimama unafanya kazi vizuri. Unaanzisha mfereji wa pili. Na umesimama unafanya kazi vizuri, unaanzisha wa tatu. Unaanzisha wa kwa minne angalau inaweza kutosha kukusaidia kuweza kujaza bahari yako. Kuwa na mfereji mmoja wa kuingizia kipato ni hatari kwa maisha yako, hasa pale mfereji huu unapoziba, hali inakuwa mbaya sana. Na hapa ni sawa na kuwa na njia moja tu ya kuingia nyumbani kwako. Yaani kuna njia moja ya kuingia nyumbani kwako ni tamu. Ikiwa moja alafu lori kaziba, ndio uko umelala kwa asubuhi unaona ndio imeziba hutoki. Maana una njia moja ya kuingia nyumbani kwako, lakini nyumbani kwako sio kajaga moja. Wewe ndio kadhaa lakini kuna hii ukikuta lori liko huko unazunguka unaenda kuingia kule mbele. Kwa hiyo hata habari ya mapato iko hivyo. Changamoto iko kwa wale ambao wameajiriwa, ambao tumezoea tu kwa pale ofisini na kupitia mshahara kwa mwisho wa mwezi. Siku hiyo na bosi wako kupewa barua ya termination, yani baba kazi yako imeishia hapa. Mwali ufanye kazi labda ukaenda. Maana amezoea tu mfereji mmoja. Siku akipewa barua ya kuacha kazi anapata pressure. Hata wale ambao wameajiriwa wekezeni ili angalau muwe na passive income kuwasaidia
pale ambapo inaweza ikatokea kwamba mfereji umeziba wa kazi, wewe unaendelea upande mwingine na mambo yanaendelea kana kwamba hakuna kilichotokea. Kwa hiyo hilo ni jambo la muhimu. Pengine nizungumze juu ya habari ya makundi manne ya vyanzo vya mapato. Makundi manne ya vyanzo vya mapato. Kundi la kwanza ni ajira. Hilo ni kundi la kwanza. Hapa ni kundi la chanzo cha mapato ambacho kinahusisha kuajiriwa au kujiajiri. Kwa hiyo kimsingi unauza ujuzi wako. Unapokuwa na nguvu kwenye hii mitandao, wanasema kwamba unajua aliyeajiriwa maana yake ameshindwa kutumia akili vizuri. Kwa hiyo amemkodishia mtu mwingine akili yake ili atumie akili yake, maana yeye hajaweza kutumia vizuri. Kwa hiyo huyo aliyemwajiri anaazima akili yake kwanza, afu anakuwa na malipo. Ila malipo hayafanani na akili anayotoa kutoa product kwa yule aliyemwajiri. Kwa hiyo unapewa mshahara kidogo kuliko akili yako unayoitumia kuweza kufanya kazi kwa yule aliyemwajiri. Sasa wao watu wa mtaani wanatamiana, walioajiriwa na wasioajiriwa. Kwa hiyo unauza ujuzi wako, sio kuuza akili. Uko ni kuuza akili na kuuza mtu mwingine akili, sema ndio kuuza akili yako kidogo. Lakini basi hizo ni tafsiri mbalimbali. Unauza ujuzi na muda wako ili upate hela. Jamani, unauza ujuzi na muda wako na kuuzia, chukua mimi naomba hela. Ndipo hapo unapeleka upendo kwa hiyo akili yako hii niweza kuitumia bila kuwa chini ya huyu jamaa. Na muda huu niweza kutumia bila kuwa chini ya huyu jamaa. Si ningefika mbali pengine zaidi ya hapa. Ningefika mbali. Hayo watu wanaweza kujiuliza. Sio chanzo kizuri sana kwa sababu muda una ukomo, lakini ni chanzo ambacho wengi wanaweza kuanzia. Kwa hiyo kuajiriwa ni kianzio. Ni stepping stone. Usibaki hapo kwa unazeeka. Umebaki na hiyo tu ajira. Ajira ni kuweza kuongeza kitu kingine. Usibaki na ajira yani kwamba wakisema ajira imeisha basi unaanza kutetemeka. Kundi la pili ni biashara. Hapa inahusisha shughuli zote zinazohusiana na uuzaji wa bidhaa, utoaji wa huduma kwa watu wengine ambao wanahitaji hizo bidhaa au wanahitaji huduma. Kuna watu wanahitaji kuelimishwa mambo fulani, wewe unatoa huduma ya kuelimisha watu. Kuna watu wanahitaji tiba, wewe unatoa huduma ya tiba. Hizi zote ni biashara za kwenye kundi moja la biashara. Kwa hiyo hili ni kundi la pili la vyanzo vya mapato. Shughuli zote. Sasa hapa kuna mengi pia, maana kusema biashara tunaweza kuangalia kwenye somo tena la kufundishana tunafanyaje biashara. Sasa haya mambo mapana sana, lakini leo tunaona kwamba moja ya vyanzo vya mapato ni pamoja na biashara. Kundi la tatu ni uwekezaji. Investing. Hapa unaweka fedha zako mahali na hiyo fedha inakufanyia kazi. Wewe ukiwa umekaa inakuletea riba, inakuletea gawio kulingana na uwekezaji wako unaokuwa umeufanya. Nimesema pale mwanzo juu ya habari ya share, nimesema juu ya habari ya bodi, nimesema juu ya habari ya UTT, nimesema juu ya habari pengine ya kujenga nyumba mahali kuwekeza. Uwekezaji huu unaweza kuendelea katika makundi mengi, lakini moja ya vyanzo vya mapato ni katika kuwekeza. Unawekeza mahali alafu unapata lipa kutoka pale mahali ulipowekeza. Kwa hiyo tunatia moyo kuwekeza. Watu wengi wa Afrika hatuwekezi, ila tunang'ang'ana tu kwa raia hili, hatuwekezi. Nilikuwa napita juzi kwenye habari za walionunua hisa kule CRDB mwaka 2018. CRDB walikuwa wanauza hisa kwa shilingi 6 tu wakati huo. Yaani kwa kilianza 125 kwa nyuma sana, lakini hapo katikati kwa shilingi 6.
hisa moja shilingi 60, na hisa zinauzwa kuanzia 10. Sasa kutoka 600 sasa hivi ilikuwa inakimbilia kwenye 2700, lakini hisa hiyo ilikuwa shilingi 600. Sasa kutoka 2018 mpaka sasa tunazungumza ile habari ya 2700, lakini watu walinunua za AMB miaka iliyopita kwa shilingi 1200. Leo AMB hisa moja inauzwa shilingi 11,000. Hivi kama unanunua za milioni 5 tu hizi kwa shilingi 1,000, leo zinauzwa 11,000 hisa moja. Umeona hivi kama? Uwekezaji sio kama unahitaji hela nyingi sana. Kwenye hisa unahitaji hela kidogo. Kwa sababu hisa 10 na sasa hivi 2,700, ukitaka hisa 10 ni shilingi 27,000. Nenda sasa hivi naomba hisa 10. Wanakupa unatoa 27. Kwani unaweka wapi sio? Unaweka mahali ambapo hazizai. Weka hela mahali zinapozaa. Kwa hiyo inazungumza juu ya habari ya hisa, lakini kuna maeneo mengi ya kuwekeza. Niachie moyo walimu wa watoto muwekeze. Kundi la 4 ni mirahabu. Haya ni malipo ambayo yanatokana na kazi zilizozifanya wakati uliopita. Kwa mfano, ukiandika kitabu kile kinachoendelea kuchapa kinauzwa, wewe unapata hela. Kuna watu waliandika vitabu zamani tunavisoma tu sasa, lakini vile vitabu vinamuingizia yule mtu hela. Hata yule akanisanga wewe malezi ya watoto, kutafuta mchumba, zimeambiwa watu nusuru ndoa yao zikatoka mtu yule aliye kitabu kile. Wewe unapokinunua ana kapasiti kinapochapa, ana kapasiti bila anapata, haachi kupata mpaka kitabu kingine, sijui mpaka waache kukichapa, watu waache kusoma somo hata hiyo. Hata kama ilitokea hayupo, watoto wake wataendelea kudai mrahaba wa baba aliyeandika kitabu kinaitwa nusuru yako. Kundi hili la 4 ni mirahabu. Kwa hivyo ninapomalizia, kumbuka tu ya kwamba unaweza kuwa na vyanzo kadhaa kutoka katika kundi la vyanzo vya mapato. Hayo niliyozungumza yote, makundi 4, kila kundi unaweza kuwa na kitu. Kwenye biashara ukawa na kitu, kwenye mrahaba ukawa na kitu. Swali la tafakari. Je, sasa hivi tutakuwa unatafakari tutakapokuwa bado ni dakika 5. Je, unafikiri kwa nini watu wengi wanaopata mapato kwa njia zisizo halali, kwa mfano rushwa, wizi na kadhalika, mara nyingi huishia kwa maskini tu au kuwa na maisha ya hofu? Yaani mwizi unakuta haendelee bila neno. Ila kwa maisha kwa vile mpaka wanamchoma moto. Haendelee lakini unaiba. Unafikiri ni kwa nini watu wanaopata fedha kwa njia zisizo halali huwa hawaendi mbali, yaani hawafanikiwi? Hilo ni swali la tafakari. Kila mmoja atakuwa anatafakari, lakini niwape tahadhari. Sasa hivi tuna ulimwengu unaingia kwenye sarafu wanazoita sarafu za mitandao, cryptocurrencies. Na hapo kuna vitu vingi vinavyokuja, utasimulicheza hiyo, unazunguka na simu yako na minyamina tu hapa, unafanya hivi, hela zinaingia. Mmewahi kutana watu wanamlipa? Hebu punga mkono kama unataka wewe. Asema minyamina tu hapa, hela zinaingia. Na ukiona nitokeza sasa toa laki 5 baada ya mwezi mmoja utapata hivi. Mmeshakutana hiyo kitu? Watu wameibiwa. Wakati wa Sabato tamko la kanisa limetokea juu ya jambo hili na limekuwa vote kwamba tusijihusishe na hivyo vitu kabisa. Vimeliza watu na watu wamebaki hoi, mtandao